matatu. Sasa mimi nataka nianze katika haya matatu, mawili yamebaki ndio muhimu sana. La kwanza, tulisema sisi tumeamua kutafuta haki yetu, haki ya Wazanzibari, kwa kupitia njia zote ambazo tutaziona hizi ni mwafaka kuzipita. Na njia ya kwanza ni njia ya kisheria, au sivyo? Kwa hivyo nataka niwaeleze kidogo kuhusiana na tumefika wapi katika hili pia, kwa sababu najua mmepata ya kushtua, mmepata wengine kwa sababu ya mkanganyiko, wengine mnajiuliza kweli tutafika, au sivyo? Kwa kufuata njia hii kweli tutafika? Sisi tunasema inshallah tutafika. Na kama tulivyosema, ni kwa sababu hatupigwa na butwaa baada ya yote yaliyotokea. Baada tu ya uchaguzi, baada ya siku ya uchaguzi, tukaanza harakati za kufungua kesi mahakama, na tukafungua kwa majimbo yote ya ubunge Pemba, majimbo yote ya uwakilishi kwa Pemba, na baadhi ya majimbo kwa Unguja. Kwa hivyo kwa jumla sisi tuna kesi 25 za uwakilishi na tuna kesi 28 kwa upande wa wabunge. Tumefahamiana? 25 na 28, maana yake tuna kesi 53. Nasema haya kwa sababu la kwanza ambalo tunaweza kulisahau, na tunayo kesi moja ya udiwani. Kwa hiyo tuna kesi 54. Kusema kweli tulikuwa na 55. Moja ya donge ndio ambayo tumemaliza nayo, tukasema tuiwache kwa mazingira yake, lakini tunazoendelea nazo ni kesi 54. Na nasema haya kwa sababu kuna kitu ambacho mara nyingi tunasahau, na ni muhimu tuwe tunakikumbuka, kwamba wenzetu walituwekea mtego wa kwamba wafungue kesi ndani ya siku 7 kwa upande wa uwakilishi, kwa sababu walijua kwa defraude walopiga ndani ya siku 7 hujazinduka. Lakini ndugu zangu, naomba nikumbushe, sisi tulifungua kesi hata kabla ya siku 7. Hili linaonesha umakini wa chama chetu. Tulikuwa na ramani juu hivi, lakini mkumbuke kwamba hizi kesi zina gharama kubwa. Chama chenu kimesimama kukabiliana, kubeba, kutafuta njia ya kuweza kupata gharama za kesi hizi, na alhamdulillah. Na katika hivi mimi naomba tumpongeze sana mwenyekiti wetu wa timu ya ushindi kwa namna alivyosimamia kutafuta nyenzo za kupata za kuendesha kesi hizi. Wengine tumechangia, lakini mjue kwamba ni kesi hizi zinahitaji fedha nyingi. Atakayekuwa na uwezo wa kuomba, basi tuendelee kuzitafutia. Lakini la pili katika kesi hizi, ndugu zangu, mimi naomba kwa dhati kabisa tumpongeze mwanasheria wetu mkuu wa chama pamoja na timu yake ya wanasheria. Fahamu inaonyesha kazi kubwa aliyoifanya kusimamia kesi 58. Tusingempongeza kwa makofi kidogo namna hiyo. Mwenyekiti wa chama,
Ndugu zangu, ndugu yetu Omar kafanya kazi kubwa sana kwa umakini na kwa ufanisi mkubwa sana, na hili ndio nalosema ni jambo naomba sana tulikumbuke, kwa sababu tusipoyakumbuka haya basi mengine makubwa yanaweza